Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nitumie nafasi hii kwanza kushukuru sana wewe kwa kufanya ziara hii ambayo inakuja kutatua matatizo makubwa wa Tanzania wenzetu. Lakini kama ambavyo jana nilisema, tuliwaomba radhi sana kwa sababu yapo baadhi ya matatizo ambayo yametokana na kutokuwa watendaji wazuri sisi wenyewe. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ufafanuzi tu, barabara hii ilikuwa na matatizo karibu 3 au 4. Ilikuwa wananchi wakipanda hapa magari kuelekea kule mjini kwa kupita Jangwani, wakati wa mafuriko wanashindwa kupita pale Jangwani na wanapoteza muda Jangwani kwa sababu ya mafuriko ambayo yametokea. Nitumie nafasi hii kukushukuru, lakini zaidi tupelekea salamu kwa Mheshimiwa Rais kwamba lile daraja la Jangwani sasa linajengwa na linajengwa kwa bilioni 97 na itakuwa lina span ya mita 300 na watembea kwa miguu mita 750. Lakini sambamba na hilo pia watu wanaotoka huko wanaoelekea Moroko nao walikuwa na tatizo, wakifika pale kwenye mto Ng'ombe pale wanashindwa kuvuka kwa sababu pia mafuriko, na sasa hivi daraja linajengwa kwa bilioni 11.6 na tayari mkandarasi uko site na muda wote kutoka sasa madaraja haya yatakamilika. Lakini ukitoka hapa Ubungo kuja mpaka hapa Kimara mwisho hapa, barabara upande huu haikuwa pana. Kwa tayari kuna kilomita 5 ambazo zinajengwa kuunganisha na hii barabara ya huku ambayo inatengenezwa kwa bilioni 83. Na barabara hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, imewekwa manholes kwa maana ya chemba 280 zinazoachana kwa mita 35. Na mabomba ya maji yamefukiwa chini, sio tena mitaro ya wazi kwa maana open drainage. Kwa hiyo barabara hii maana yake tatizo la kwanza lilikuwa kwenye miundombinu. Lakini tatizo la pili lilikuwa sasa kwenye mabasi, ambayo hii sasa umekuja na suluhisho kubwa la kuweza kutatua matatizo haya. Lakini waombe pia wenzangu wa Tanzania wenzetu, wapo baadhi ya wenzetu ambao jana jioni wameharibu baadhi ya miundombinu ya mwendokasi, na niliona wananchi kwenye yale magari wanapiga kelele sana kwamba mtusaidie, tunawataka kutuua na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa huo ndio mfano wa nchi kichafuka. Maana yake nchi kichafuka, kila mmoja hatajua pa kukimbilia. Na kwa bahati mbaya Dar es Salaam hatuna mashamba. Bahati mbaya Dar es Salaam tukipachafua hapa, mara nyingi wananchi wake ni wale wa kutafuta asubuhi, kupata pesa mchana na kwenda kula jioni. Kwa hiyo tukipachafua hapa Dar es Salaam katika nyakati kama hizi, watu wengi watakufa kwa sababu ya kukosa chakula na kukosa makazi. Tunaamini wazo kubwa ilikuwa ni kukosekana kwa usafiri. Sasa mabasi yanapokuja, ukipiga tena mabasi na vituo vya mwendokasi unavibonda, utakuja kubondwa wewe kabla mambo mengine hayajaribika. Kwa naomba nikuthibitishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, wale wote ambao wamechukua hatua hiyo ya kufanya mambo hayo tutakula nao sahani moja, kwa sababu wazo la mabasi kama ambavyo wameyaomba yameshafika. Sasa kituo na basi kulibonda, hilo sio basi lako, ni basi la kodi za Watanzania. Lazima tulinde ili kuwe na nidhamu, pia kuheshimu mali za umma na kodi pia za Watanzania. Kwa nimeona niyaseme haya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba yapo mambo ya kucheka kwa pamoja tunapofurahi, lakini yapo mambo ya kuonya kama taifa ili libaki katika usalama na wananchi wa enjoy na amani ambayo imekushajengwa kwa mustakabali mpana wa maendeleo yetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Usafiri huu ni wa jijini Dar es Salaam na wewe ndio mkuu wa mkoa huu. Kaa na wakuu wako wa wilaya wanaoguswa na miundombinu yote hii na ile inayojengwa, waanze kujipanga kutoa elimu kwa watu ambao wako jirani na maeneo haya. Jengo kama hili la gharama kubwa ambayo ni kodi ya wananchi, leo mtu mmoja akija kulivunja, huyu sisi hatuna sababu ya kumsamehe, anakuja kuharibu miundombinu ya wao wengine. Mfano ni huo wa jana, kama mmoja anafanya fujo akisema tusaidieni kumdhibiti huyo, baraka huyu amefanya kwa matakwa yake. Kwa hiyo huyu ni mali yako, endelea nao. Tunahitaji hawa wananchi wengine wanaposema mabasi machache, si tushughulikie kuleta mabasi. Ratiba ya mabasi si mzuri, sisi jukumu letu kurekebisha ratiba, na tunachokifanya ili kurekebisha ratiba ambayo mnaitaka ni kuongeza mabasi. Na tumeruhusu Watanzania wenye uwezo wajitokeze wafanye biashara, na leo tumempata ndugu yetu na wengine ambao wanaweza kuendesha kampuni hii, wafanye ili wapate chochote.
lakini watupe huduma bora, na ametuhakikishia kwamba atatoa huduma bora. Hayo ndio malengo yetu. Kwa hiyo Bwana Moffat, wewe umeanza, leta hayo mabasi, na hayo ni yale ambayo yamefanywa mahesabu, yanatosha yakija 49, lakini tunahitaji tuokoe ruti hii kwanza, ambayo tayari ina upungufu mkubwa wa mabasi, na kuleta kwako mabasi 60 na yale yaliyopo 30, tunaamini tutafika hatua mzuri. Kwa hiyo muendelee kuamini kwamba tunafuatilia kwa karibu, tuone hatua hizi kuwa zinafika, ziweze kuridhisha usafiri wa hapa jijini Dar es Salaam. Lakini pia yale aliyosema, eneo hili Watanzania waanze kutumia fursa ya kuwa wanapaki magari ya abiria ambao wanataka kuacha gari hapa, anaenda mjini, arudi akute gari yake ili aweze kuendelea na shughuli zake. Hayo ndio malengo yetu. Jamani, nawashukuru sana, asante sana, tuendelee vizuri na kazi zetu. Asante. Akitumia kauli kwamba hao ni mali yako, amemaanisha kwamba anaweza kushughulika nao kwa namna ambavyo mujibu wa sheria unataka katika kudili na watu hao. Lakini pia Chalamila alieleza kwamba si sahihi pale ambapo serikali inaleta vituo ambavyo ni vya Watanzania, vinaweza kodi ya Tanzania, lakini pia inaleta mabasi ambayo ni